Yo, hivi Instagram wana mpango gani na sisi ambao tunapenda udaku? Wana mpango wa kuziondoa hizi akaunti zote za udaku, sisi tupate udaku wapi sasa? Anyway, Instagram imetangaza rasmi kuwa itapunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kufika mbali kwa akaunti ambazo zinategemea zaidi kuriposti maudhui ya watu wengine, yani kukopi, kuchukua material kutoka kwa mtu mwingine na kuposti kwako ili hali tayari ameshapostiwa na mtu mwingine. Hatua hii ni mwendelezo wa kampuni ya Instagram kutoa kipaumbele zaidi kwa wale watu ambao wanatengeneza maudhui halisia, yani original content. Mambo makuu katika mabadiliko haya ni kwamba account zinazokusanya picha na video za watu wengine na kuzipandisha upya bila kufanya mabadiliko makubwa, yani bila kuziedit, hazitopendekeza tena kwenye sehemu za exposure au reels kwa watu ambao hawajawafollow. Yani kama mtu hajakufollow, itakuwa ni ngumu sana yeye kuiona akaunti yako kirahisi kwa sababu watakuwa wameitoa kwenye mapendekezo hayo. Lakini pia kiwango cha adhabu kinaripotiwa kuwa akaunti ambazo zitakuwa zinaiba maudhui ya watu wengine, yani zinapost maudhui 10 ndani ya siku 30, zinaweza kuondolewa kabisa kwenye mfumo wa mapendekezo ya Instagram. Instagram inataka kuhakikisha kuwa watengenezaji wa maudhui halisia ndio wanapata wafuasi wapya na sifa, yani credits, badala ya akaunti ambazo zinafanya copy and paste. Hem, niambie unahisi ni akaunti gani ambayo itapotea muda so mrefu kutokana na hizi sheria mpya ambazo zimewekwa na Instagram? Mimi naitwa Lankating na hii ni Wasafi Digital.